Huenda umekuwa ukisumbuliwa na ndoto za kuota uko na mpenzi wako wa zamani ama uko na ex wako. Huenda kwenye ndoto unaota unaongea naye, unaota unakula naye, unaota uko naye pamoja. Siku ya leo ninaongea na wewe, wewe tayari ni mke wa mtu, wewe tayari ni mume wa mtu, wewe tayari ni mchumba wa mtu mwingine. Lakini unajikuta ya kwamba ndoto nyingi unazoziota unaota uko na mchumba wako wa zamani ama yule mpenzi wako wa zamani. Na unajiuliza ni kwa nini? Haumuwazi, haumfikirii, wala kwenye haya mahusiano mapya uliopo nayo hauteseki, lakini ndoto za kumwota huyu ex wako zimekuwa zikija mara kwa mara. Na unajiuliza kwamba hivi ni kwa nini? Kwa nini mimi niko kwenye ndoto yangu mwaka wa kwanza, mwezi wa kwanza, lakini mbona kila siku namuota ex wangu? Leo nitakutajia maana kubwa 5 za kwa nini wewe unamuota ex wako. Na unapomuota ex wako inamaanisha nini? Maana zake ni zipi basi? Na ni kwa nini ndoto hii imekuwa ikikufuata mara kwa mara na inajirudia kwenye maisha yako? Na ni kitu gani basi cha kufanya kama unaota ndoto hizi ili usije kuziota tena? Au wengine, mwanamke ama mwanaume ambaye ulikuwa naye zamani kwenye maisha yako ni mtu ambaye amekwisha kufariki tayari, ni mtu ambaye amekwisha kutangulia mbele yake tayari, lakini unashangaa kwamba huyu mtu amekufa. Ni kweli alikuwa ni mchumba wangu, ni kweli alikuwa ni boyfriend wangu, lakini sasa hivi amekufa. Sasa ni kitu gani ambacho kinaendelea? Mbona bado namuota na akiwa amekufa? Sasa hii ndo mbaya kabisa. Hii ndo mbaya. Kwa hiyo siku ya leo kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakwambia ni kitu gani cha kufanya ili usiweze kumuota tena ex wako ambaye unamuota kila siku. Sababu wengi mnashindwa kumove on kwenye maisha yenu, mnashindwa kuendelea vizuri kwenye mahusiano mapya ambayo mpo, ni kwa sababu ya ndoto hizi za kuota uko na mpenzi wako wa zamani ama uko na ex wako. Sasa ninapokwenda kuelekeza maana ya kwanza ya kuota uko na ex wako, kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kuhusiana na ndoto uwe wa kwanza kuyapata. Sasa maana ya kwanza ya kuota uko na ex wako ama mchumba wako wa zamani ni kwamba vifungo vya zamani bado havijakatika. Kwa Kiingereza wanaita soul ties. Naomba unisikize kwa makini sana. Hii inamaanisha katika ulimwengu wa kiroho wewe na yeye bado mna muunganiko naye. Yaani inawezekana mmeachana kimwili lakini nafsi zenu bado zimeungana mpaka sasa hivi. Na ndio maana kila unapolala usiku unajikuta unamuota. Sasa madhara yake ni nini? Madhara yake ni kwamba utajikuta uko kwenye mahusiano mapya, lakini kwenye haya mahusiano mapya hauyafurahii. Kwenye hii ndoa mpya ulionayo hauifurahii. Watu wengi sana mko mahali hapa siku ya leo, ndoa zenu hamzifurahii, mahusiano yenu mapya hamyafurahii, ni kwa sababu ya hizi ndoto za kuota uko na ex wako. Kuna namna nyingine nafsi zenu katika ulimwengu wa roho zimeshashikana tayari. Na sasa kama mpenzi wako wa zamani ulikuwa umeshawahi kukutana naye kimwili tayari, ndo kazi kwisha. Inamaanisha kwamba nyie nafsi zenu zilikuwa zimekwisha kuungana tayari. Baraka zako na baraka zake ni kitu kimoja, mikosi yake yeye na mikosi yako wewe ni kitu kimoja. Kwa hiyo hapa bila jambo fulani la kiroho kuweza kufanyika ambalo nitakwambia mwishoni mwa video hii, basi ujue kwamba hautaweza kutoka kwenye kifungo hichi. Kila siku kwenye mahusiano ambayo upo, ugomvi unakuwa hauishi, makosa yanakuwa hayaishi, shida zinakuwa ziishi. Mnagombana kila siku na mume wako ambaye uko naye sasa hivi. Mnagombana kila siku na mke wako ambaye uko naye sasa hivi. Au kama unajiota uko na mpenzi wako aliyekufa, hii inamaanisha kwamba wewe umefungamanishwa na nafsi zilizokufa. Sasa ninapokwenda kutajia maana ya pili ya kuota uko na ex wako, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Maana yake ya pili ni vita vya kiroho ambavyo vinaambatana na roho ya kurudishwa nyuma. Chumba wa zamani ni kama hatua ya maisha ambayo umekwisha kuipita tayari. Na hasa kwenye kurudishwa nyuma huku ni kwenye habari ya mahusiano. Utajikuta kwamba kila mahusiano ambayo unaanzisha inakuwa ni shida. Kila mahusiano unayoanzisha yanakuwa hayakai. Au kama uko na mahusiano mapya, utajikuta kwamba zile changamoto ulizokuwa unapitia kwenye mahusiano ya kwanza, basi kwenye haya mahusiano mengine zinajirudia tena. Kama kwenye yale mahusiano ya kwanza ulikuwa unateswa, basi utajikuta kwenye haya mahusiano mengine ya pili bado unaendelea kuteswa vile vile. Vile ulivyokuwa unatukana kwenye yale mahusiano ya kwanza, basi na kwenye haya mahusiano ya pili utakuwa unatukana hivyo hivyo. Vile ulivyokuwa unateswa kwenye mahusiano ya kwanza, basi na kwenye haya mahusiano mengine utajikuta unateswa hivyo hivyo. Yaani wewe kwenye kila mahusiano utakaokuwa unaanzisha, utakuwa unapitia changamoto zinazofanana. Na changamoto hizi zitakuwa zinakufanya usiweze kukaa kwenye ndoa. Utajikuta kwamba unazalishwa na kuachwa, kila mwanaume anayekuja anakutumia na kuacha, au kama ni mwanaume, kila mwanamke unayekutana naye ni kama tapeli tu. Kila mwanamke anakutumia wewe kiuchumi. Unajenga kwao, unamfungulia biashara, anaishia kukuacha. Na ndoto hizi huwa zinakuwa na maana kama zile za kurudi shule ya msingi, lakini hizi zinakuwa zimebezi zaidi kwenye mambo ya mahusiano. Yaani unarudi nyuma kwenye issue za mahusiano. Sasa ninapokwenda kukupa maana ya 3 ya kuota uko na ex wako ama mchumba wako wa zamani, kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe. Na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Maana ya 3 ya ndoto hizi ni majeraha ya zamani ambayo bado hayajapona. Inaweza kawa kuna mtu alikuumiza kwenye mahusiano. Inaweza kawa kuna mtu alikufanyia vitu vya ajabu kwenye mahusiano, lakini bado majeraha ya ndani yale bado yako hayajapona. Wewe unaweza kuwa unapotezea kila siku, unaweza kuwa unasema mimi niko sawa tu, mimi niko fresh tu, lakini ndani ya moyo wako kule bado kuna kidonda ambacho ni kibichi, bado kinavuja damu. Bado hujakubali kwamba the fact ya kwamba mwanaume yule ama mwanamke yule nilimsaidia, lakini sasa hivi ameniacha, inabidi ni move on na maisha yangu, bado haujakubali. Unajikuta kwamba huenda mwanaume yule ulimfanyia vitu vingi vizuri. Huenda mwanamke yule mlitengeneza naye maisha vizuri, mlitengeneza naye biashara vizuri, mlifanya naye vitu vikubwa sana.
lakini baada ya kufanikiwa tu akakuacha. Kwa bado ndani yako una maumivu, ndani yako bado haujajisamehe, ndani yako bado kuna vitu umevibeba moyoni mwako. Ndoto hizi nakwambia kwamba bwana, potezea, sahau yale ya nyuma aliyopita, anza na maisha mapya sasa hivi. Kama kabla yule mwanamke au mwanaume ulikuwa sawa, basi baada hata yule mwanaume au mwanamke kuondoka utakuwa sawa vile vile. Kwa anza maisha mapya. Ni kweli umepoteza vitu, lakini bado haujapoteza uhai. Anza upya siku ya leo. Umepoteza fedha, umepoteza kila kitu, lakini bado hujapoteza uhai. Hujapoteza bado nguvu za kutafuta. Kama mara ya kwanza haukuwa navyo na ulitafuta ukavipata, basi na sasa hivi utavitafuta na kuvipata vile vile. Na mara nyingi majeraha haya au maumivu haya huwa yanamzuia mtu kuto kuendelea mbele. Ndio unakutana na mtu anashindwa kuingia kwenye mahusiano mengine mapya eti kwa sababu aliumizwa na mahusiano mengine ya nyuma. Eti anaona wanaume wote ni waongo. Eti anaona wanawake wote ni waongo kwa sababu yule mwanamke wa kwanza alimuumiza, kwa sababu yule mwanaume wa kwanza alimuumiza. Kwa maana nne ni kwamba unasumbuliwa na kumbukumbu ya zamani ama kumbukumbu za zamani. Ndoto hizi inamaanisha kwamba kwenye maisha yako ni kweli move on. Ni kweli unaendelea vizuri na kazi zako, lakini bado kuna kumbukumbu za zamani ambazo bado zinakurudisha nyuma kwenye maisha yako. Kuna mtu ambaye bado unamkumbuka. Hii ndio ile umeingia kwenye mahusiano mapya, lakini unamwona kwamba mwanaume wa sasa hivi mpya ama mwanamke wa sasa hivi mpya bado hakutoshelezi mahitaji yako kama yule wa kwanza alivyokuwa anakutosheleza. Sijui mnaelewa watumishi wa Mungu. Yaani uko kwenye mahusiano na mtu mpya. Huyu mwanamke mpya ni kweli ananipenda, lakini bado hajamfikia yule wa zamani alivyokuwa ananipenda. Huyu mwanamke mpya ananijali, lakini bado hanijali kama yule wa kwanza alivyokuwa ananijali. Kwa unajikuta kwamba uko katikati, uko unafananisha, uko dilema, kumbukumbu zinakutesa. Unafananisha yale mahusiano yaliyopita na ya sasa hivi. Unaona kama ya sasa hivi bado hayako perfect kama yalivyokuwa ya zamani. Inapokwenda kuonyesha maana nyingine ya 5 ya kuota uko na ex wako ama mpenzi wako wa zamani, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe unakuwa wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa maana nyingine ya 5 inamaanisha kwamba uko dilema ama njia panda ama umekosa kufanya maamuzi. Kuna jambo ambalo liko kwenye maisha yako siku ya leo, lakini jambo lile umeshindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kuna kitu kinaendelea kwenye maisha yako, lakini haujui uende kulia wala uende kushoto. Haujui useme ndio wala haujui useme hapana. Kwenye maisha yako kuna wanawake wawili ama wanaume wawili, wote uko nao, lakini haujui uende kwa yupi. Hujui uende kukaa na huyu, hujui ukae na huyu. Hujui muache huyu au hujui uende na huyu. Mbona naona huyu ni mzuri na huyu pia ninaona ni mzuri. Huyu hajapungukiwa kitu na huyu hajapungukiwa kitu. Huyu tajiri na huyu tajiri. Huyu anaofahamu na huyu anaofahamu. Huyu anajali na huyu anajali. Unashindwa sasa uende wapi? Unashindwa kwamba uache wapi? Unajikuta matokeo yake sasa muda unaenda, unashindwa kufanya maamuzi mpaka wale wanaume wote wawili ama wanawake wote wawili wanaondoka kwenye maisha yako, wanaolewa, wewe bado unashindwa kufanya maamuzi mpaka muda huu. Ufanyaje sasa? Ufanye kitu gani ili kuweza kuepukana na madhara ambayo yanatokana na ndoto hizi za kuota uko na ex wako ama mpenzi wako wa zamani? Jambo la kwanza kufanya, omba kuvunjwa kwa vifungo vya zamani ama soul ties. Kitabu cha Isaya sura 43 mstari wa 18 mpaka ule wa 19 inasema wala msiyakumbuke mambo ya kwanza. Kwa utaingia kwenye maombi utasema hivi: Baba, kuna roho ambayo inanikumbusha mambo ya kwanza. Kuna kitu ambacho kinanikumbusha mambo ya kwanza. Baba, ninavunja kila soul tie, ninavunja kila kifungo cha nafsi ambacho kiko kwenye maisha yangu kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jambo la pili kufanya ni kusahau na kusamehe yale yote yaliyopita kwenye maisha yako. Kitabu cha Wafilipi sura 3 mstari wa 13 mpaka 14 kinasema, lakini ninasahau mambo ya nyuma nikiyachuchumilia yale yote yaliyo mbele. Kwa utaingia kwenye maombi utasema hivi: Mungu, ninasahau yote aliyonifanyia mpenzi wangu, nasahau yote aliyonifanyia mke wangu, nasahau yote aliyonifanyia mume wangu kuanzia sasa. Ninasamehe na kusahau kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, pia ninaomba unitie nguvu, unipe nguvu ya kusamehe, unipe nguvu ya kuachilia na kusahau kuanzia siku ya leo. Maana nimetambua huenda vitu hivi vinavyoniumiza, huenda vitu hivi ambavyo nimevibeba moyoni mwangu ndio vinanifanya mimi niweze kurudi nyuma, vinanifanya mimi niendelee kubaki hapa hapa kwenye maisha yangu. Siku ya leo ninaachilia kwa moyo mmoja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Basi utakapofanya mambo makubwa mawili ambayo nimekwambia siku ya leo, utajikuta kwamba zile ndoto za kumota ex wako wa zamani zimeisha kabisa na yale madhara yake hayatakupata moja kwa moja. Na pia kama una tafsiri ya ndoto ambao haujui maana yake, basi andika kwenye comment section nami nitakujibu mara moja. Na kama una shida binafsi, utachukua namba yetu ya simu ambayo inaonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen yako. Utanipigia moja kwa moja na tutazungumza. Usinitumie message, nipigie moja kwa moja. Na kama unahitaji la kuonana na mimi ana kwa ana, basi utawasiliana na sisi kupitia namba zetu hizo. Tutakupa utaratibu wa kuweza kuonana na mimi na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Muda huu tumefika mwishoni mwa video hii. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, basi unaweza kuandika kwenye comment section asante Yesu, ili kuonyesha shukrani kwa Mungu kwa kuwa siku ya leo umekutana na video hii ya ukombozi. Na kama bado haujasubscribe na tumefika mwisho wa video hii, basi unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama video hii ilikubariki kwa namna moja ama nyingine, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.